Kwa majina naitwa Rogers Leonard Muganda, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili Chuo Kikuu cha Dodoma, nasoma degree ya sheria. Nimepitia mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria, operation miaka 60 katika kikosi cha Mpwapwa JKT 826 KJ. Vitu nilivyojifunza JKT, miongoni mwao ni utii. Ni moja wapo ya kitu kimoja ambacho nimejifunza sana kule, kwa sababu kuna muda mtu alikuwa anakupa amri, bana fanya hichi, au muulizi bana kwa nini umeniambia fanya hichi, unatii. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea kunisaidia huko mpaka leo. Issue nyingine ni issue ya nidhamu. Nidhamu kwa maana ya kwamba nidhamu ya kwa maana ya kumheshimu mtu. Kuna muda tulikuwa nakutana na afande ana umri mdogo, tukimwangalia unamwona kabisa huyu unamudu, lakini basi tu ndio hivyo anakupa order unafanya. Ni vitu vingine ambavyo tunaviapply hata huku vioni kwetu. Ukiangalia kuna muda malecture wetu walimu wetu ni mdogo kabisa. Na muda mnakuta kabisa ukimwangalia unasema huyu kama amenizidi miaka 2 3, lakini ndio hivyo, ni mwalimu wako anakupa order na mtii na vitu kama hivyo. Issue nyingine ni nidhamu ya muda. JKT kule tulikuwa tunaenda na muda sana, yani kama ni saa 12 saa 12, muda wa kufureni saa 1. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza sana kule, na mpaka leo najivunia kujifunza vile vitu. Maana hata huko pia vinatusaidia. Huko pia tunaenda na muda. Kipindi ni saa 1 ni saa 1. Ukichelewa, ukipewa adhabu, hiyo ni juu yako. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo najifunza, nimejivunia sana kujifunza kule. Kitu ambacho sitakisahau kabisa kwenye maisha yangu ya JKT ni zile heka za kule. Yaani zile kimbia fanya hichi. Ni miongoni mwa vitu ambavyo mwanzoni unaweza ukaona kama vina ugumu fulani hivi, lakini ukija ukavizoea, yani unaona, yani unapenda tu yale maisha. Mimi nahisi sio mimi peke yangu. Yani ukijaribu kuwafuatilia asilimia kubwa wanafunzi ambao wamepita JKT, maisha ya kule ni very interested sana. Zile heka zile vurugu zile, yani ni vitu fulani hivi ambavyo zimetengeneza kumbukumbu nzuri kwenye maisha yangu. Mimi kwa naomba tu nitoe wito kwa wanafunzi wahitimu kidato cha 6 pamoja na wazazi, wafungue moyo. Tunajua kule ni kufungua moyo, kukubali. Mimi sidhani kama kunaweza kuwa na mzazi ambaye anamtengenezea njia nzuri mwanae amkataze kwenda kule. Kwa sababu yani kwamba mtoto atashindwa kumwagilia bustani, mtoto ashinda kwenda kupiga kwata, basi sasa utashindwa kupiga kwata, unaweza kaenda ukacheza ngoma, unaweza kaenda kucheza singe. Mimi sidhani ni vitu ambavyo kama ni vitu ambavyo vinaweza vikamshinda mtu. Yani mzazi ambaye anamtarajia mwanae huko mbele ajifunze kujitegemea, afu namkataza kwenda JKT, sidhani kama ni kitu sahihi. Kwa mimi nilikuwa nawaalika tu ndugu zangu wahitimu kidato cha 6, wazazi wafungue mioyo. Kule hamna mateso. Kule tunaenda kujifunza kujitegemea. Mimi ile imeniongeza kujiamini. By the way mimi najiamini, lakini ile imeniongezea kujiamini zaidi. Pia imenifunza kujitegemea. Kwa sababu kama ulikuwa ukienda kule JKT unakuta kwa mfano kama pale kikosini kwetu, mikate tunayokula tunatengeneza sisi, gesi inatengenezwa pale, sijui nini, mpunga tulikuwa tulimi pale, niseme uongo. Yani asilimia kubwa vitu hivyo kwa tunavitumia vilikuwa vinatoka pale. Kwa hiyo unaweza uko unajifunza kitu, kumbe hata mimi kwenye maisha naweza nikajitegemea. Naweza nikatafuta nikachoma mkaa tukatumia kupikia, naweza nikalima hapa tukatumia kufanya hichi. Issue kubwa ni kujitegemea. Kwanza walinitema mimi kama kiongozi, si unajua? Alafu kuna baadhi ya vitu zile, yani kuna baadhi ya majukumu fulani hivi. Yani unakuta kwa mfano labda kwa kuna vinshu vidogo pale nyumbani ambavyo mwanzoni walikuwa wanamleta mfanyakazi, wanamtafuta mfanyakazi. Lakini after all, sikuna fulani bana ni mkakamavu, nilikuwa navifanya, afu ile ila tunakuwa tunafanya mambo mengine. Issue nyingine nikawa ni mimi kuwepo pale nyumbani, wakawa naona kabisa hapa tupo na kiongozi, hapa tupo na mlinzi. Yani kuna namna fulani hivi familia kama ilinithaminisha. Natamani tena kurudi JKT. Safi sana. Mwenyezi Mungu akinisaidia. Natamani nirudi hata kesho. Mambo mengine tutaendelea tu. Ile hiyo imenisaidia kwa sababu ile imenijenga kwanza mimi kupunguza hiyo miemko. Kwa sababu kule mkienda mnakuwa under control. Yani kuna muda tu tuseme mtu anaweza mnaweza mkafanywa tu tuseme kitu ambacho unasema kabisa huyu afande anataka kutukomoa. Sawa. Lakini unajua tu bana huyu hapa anataka anipime. Imenifunza kwa kiasi fulani hivi cool temper. Kule tulikuwa tunasema kwamba
walikuwa wanapenda kutumia kauli gani pale, walikuwa wanasema yani anakufanyia kitu tu ile ili ukasirike tu afu akuone una react vipi. Kwa ile pale imenifundisha sana mimi kukuli temper yangu, kiasi kwamba hata tukija kwenye mazingira yetu ya kawaida unaweza kukuta kuna mtu tu anakukera tu makusudi, lakini unasema hivi ni vitu ambavyo nimeshavizoea. Una cool temper, maisha mengine yanaendelea.